Mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Ninakusalimu kwa jina la Sabasaba hujambo. Kama kuna support ambao unaweza ukanipea ni kusubscribe, alafu usambaze hii kanda, chukua linki, weka kwenye vikundi vingi ili taarifa hii iweze kuwafikia watu wengi. Nilimsikia waziri wa usalama wa ndani Bwana Katambi wakishirikiana na akina Mwigulu Nchemba na Samia wakisema kwamba hapata kuwepo na maandamano. Sasa wakasema kwamba today it will be a working day. Yani kwa lugha nyepesi, eti leo itakuwa ni siku ya kufanya shughuli za kibiashara hapa na pale. Nikamwangalia Katambi, nikamwangalia Mwigulu Nchemba, nikamwangalia Samia, nikamwambia kwamba wewe haujui kile ambacho nazungumza. Unajua kuna kitu ambacho nimekigundua. Huu utawala ukizungumza kitu wanafanya kinyume ya yale ambayo wameweza kuzungumza. Ukiona serikali imekuambia kwamba leo itakuwa ni siku ya kufanyika kwa kazi, jua kwamba watakuzuia kwenda kazi. Sasa wanajeshi wamelazimika kutoka kambini. JWTZ wamelazimika kutoka kambini, wako wanazunguka Dar es Salaam. Yani wanajeshi wameweza kushushwa cheo kutoka kuwa watu ambao wanalinda katiba, kutoka kuwa kikosi ambacho kinalinda mipaka yetu, mpaka kikosi ambacho kinazuia maandamano. Yani maandamano yamelazimisha jeshi JWTZ wametolewa kwenye kambi. Nimeona ndugu yangu hapa Global TV yuko upande wa Dar es Salaam, anazidi kupita na kamera, alafu akawanasa wanajeshi wakipita na gari lao. Yeye alikuwa kwa gari ndani. Yani wamelazimika kutoka kwa kambi kwenda kuzunguka kwenye mitaa. Kwanza kabisa wacha nikuwekee hii kanda uweze kuiangalia kidogo. Ni kanda ya sekunde chache na kuomba uweze kuiangalia. Vile vile kipindi ambapo ninakuwekea, hakikisha kwamba unafinya hapo penye wamekuandikia like. Ukifinya alafu ufinye subscribe. Angalia kama imekuandikia subscribed. Ikikuandikia subscribed, basi utakuwa umeweza kujiandikishia nafasi bora kabisa kuendelea kupokea taarifa zetu. Kama unavyoona ulinzi umeimarishwa, na kama unavyoona wapo kazini na mambo mengine yanaendelea vizuri kabisa. Safi kabisa. Tuendelee kukufahamisha kuhusiana na siku hii ya leo. Mimi ni Gadmu ya timu nzima Global TV, tuko vizuri kuhakikisha tunakuletea kuhusiana na siku hii ya leo. Unajua hii serikali inanishangaza. Walituambia kwamba today is a normal working day, yani ni siku ya kufanya kazi kama kawaida. Ila nimeweza kuona polisi, nimeweza kuona wanajeshi wako kwenye magari yao wanazunguka, wanauza hofu kuelekea kwa wananchi. Unajua kipindi ambapo wanapita wanatuma ujumbe kwamba hali ya usalama sio nzuri. Sasa unapata kwamba wananchi wanaogopa. Na wananchi na wao unajua waliposikia kwamba leo ni Sabasaba, wengine wamesalia majumbani. Wengine wanatufuatilia waweze kuona jinsi ambavyo mambo yalivyo. Hii serikali yenyewe imeamua kuandamana kwa wenyewe ama wenyewe kwa wenyewe. Wanajeshi wameamua kuandamana, polisi wameamua kuandamana.
Wewe umeona mwananchi akiandamana hapo kwa barabara? Si wanajeshi unaona wanaandamana na magari yao. Polisi na wao nitakuletea kanda wakiwa wanazunguka zunguka. Hayo ni maandamano yao wanafanya. Wananchi wameweza kulazimisha wanajeshi wametolewa kwenye kambi mahali ambapo wamepumzika waende wafanye mazoezi barabarani. Wananchi wamefanya, polisi wametolewa kwenye vituo vyao waende kufanya mazoezi barabarani kuliko kulalalala na kukula bure bure hapo hivyo, kukula alafu wanapumzika. Waende wafanye mazoezi hapo barabarani, wazunguke. Bora ujumbe wetu umefika kwa serikali. Bora ujumbe wa wananchi umefika kwa serikali kwamba tunahitaji haki iweze kutendeka. Kwa wale wote ambao waliuawa, familia zao ziweze kupata haki. Mfumo wa haki ufuatwe, kama ni mahakamani basi tunataka ufuatwe ili mradi haki iweze kupatikana. Tuko na wale ambao walisababisha ndugu zetu wakaaga dunia kwa kuwapiga risasi. Wachukuliwe hatua madhubuti. Kama ni kufungwa wafungwe ili familia iweze kupata fidia. Uwajibikaji. Tunataka ukandamizaji uishe Tanzania. Sio eti kwa sababu mimi ninazungumza Samia ni mbaya, kidogo nikinyamaza pale nyumbani na familia yangu nasikia mlango unagongwa na kujiwa. Tunataka taifa ambalo liko na uhuru, mahala ambapo hatutaki kutishiwa. Hayo ndio wananchi wanaomba. Unajua, wache nikueleza hivi, kuna wale ambao naona wanaandika komenti za ajabu hapa chini. Wananchi hatuichuki taifa letu, hatuchuki taifa letu la Tanzania. Tunalipenda taifa letu la Tanzania. Tunalipenda taifa letu la Tanzania na ndio maana tunalipigania. Tunataka ukandamizaji uishe. Tunataka katiba mpya. Tunataka mifumo ya uchaguzi iweze kufanyiwa ukarabati. Sasa hebu nikuulize, wewe kama uko na akili timamu, mambo hayo ambayo nimeweza kuyazungumza hapo, hayo ni ya kuchoma taifa? Hayo mambo ambayo nimeyazungumza hapo, ama hizo hoja ambazo nimeweza kuziorodhesha, ni za kuchochea vurugu? Hapana. Hizo hoja ambazo nimeweza kuratibu hapo ni za kujenga taifa, za kutakia taifa letu la Tanzania mema, na wala sio kuvuruga. Hatutaki utawala wa chama kimoja. Iwapo maandamano haya ya 77 ambayo tayari ujumbe umefika kwa serikali yatasababisha utawala wa chama kimoja uweze kuisha, basi tukiingia kwenye uchaguzi tuweze kuondoa CCM madarakani. Si eti kwamba ni mapinduzi. Hiyo ni haki yake katiba kushiriki kwenye uchaguzi wa haki na huru. Ndio maana tunataka mifumo ya uchaguzi iweze kufanywa mabadiliko. Tuendelee kupatana kwa kanda ijayo. Endelea kusubscribe. Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi nipo hapa studioni kwa minajili ya kukuletea yale yote ambayo yanatendeka. Mwenyezi Mungu awabariki.